mfano kama huu unasaidia sana kuleta amani katika nchi yetu. Unajua, serikali na taifa letu na viongozi wetu wanafanya juhudi kumbadilisha mwanadamu kutoka nje kwa kutumia mekanizmu mbalimbali, lakini sisi viongozi wa kiroho tunakuwa na wajibu wa kumbadilisha mtu kwa msaada wa Mungu kutoka ndani. Na baada ya kongamano hili hapa Tanzania, ninaamini kwamba maisha ya Tanzania, maisha ya wananchi, maisha ya wakazi wote na maisha ya watu kiroho hayatakuwa kama yalivyokuwa mara ya kwanza. Maana watu wengi watakanyaga jiji la Dar es Salaam, sio kutoka mikoani tu, na kutoka nje ya nchi. Tumepata simu nyingi kwa mfululizo, hata na mimi nimepigiwa simu kwa mfululizo na watu wa madhehebu mbalimbali, viongozi wa dini mbalimbali wanafahamu huduma ya mtumishi wa Mungu Mickey Hadi kutoka Mauritius. Mungu amemtumia katika mataifa mengi. Na nilikuwa naongea na kiongozi mmoja kutoka nchi nyingine, akasema baada ya huyu baba kuja kufundisha, makanisa na raia kwa ujumla wamepata baraka sana. Watu wanarudi kukaa kwenye mstari, wanakuwa na uadilifu mkubwa. And that's what we are praying for, kwamba watu wawe waadilifu na wafanye kazi nzuri. Kwako mwandishi wa habari, ni kweli sasa hivi kumekuwa na tabiri za watumishi wa Mungu kwamba kutakuwa na machafuko Tanzania, au wanaona kuna machafuko na kadhalika. Mimi sitaki kuingilia kwamba aliwaonyesha ni Mungu, mawazo yao, au imetoka kwa adui. Maana zote hizo ni source. Mtu anaweza kaona kwa sababu Mungu amemwonyesha, mtu anaweza kaona kwa sababu ni mawazo yake mwenyewe tokana na taarifa anazozisikia na vitu anavyovisoma na mazingira, na pia anaweza kwa mtu akawa amemsikia ni adui, ni sauti ya shetani. Pia anaweza kukuonyesha kitu, maono ambayo sio ya Mungu. Kwa hiyo ina source, it just depends kwamba ni source gani. Lakini habari njema nilionayo moja ni hii, kwamba tunaposimama kama watumishi wa Mungu na tunapoona mabaya yanaonekana yako mbele, bila kujali chanzo chake ni nini, tunaye Mungu anayesikia, ambaye anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa bado sisi kama watumishi wa Mungu tunapoona kuna kitu kibaya kinakuja mbele, wajibu wetu sio kukishabikia. Wajibu wetu sisi ni kubadilisha kwenye ulimwengu wa roho, kuingia kwenye maombi kama ambavyo tunaombea amani. Na maandiko yanatufundisha sisi tuombee viongozi walio katika madaraka, tuombee amani ya nchi itawalike vizuri, ili wote tuweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba kama tunasimama kama watumishi wa Mungu, kama kuna mtumishi anaona kuna mabaya yataipata Tanzania, kama ni Mungu aliyemuonyesha, maana yake huyo mtumishi ana wajibu wa kuingia kwenye maombi ya kuhakikisha kwamba anaomba na mabaya hayaipati Tanzania. Na mimi ninaamini kwa maombi ambayo tunamuomba Mungu na nchi nzima, Tanzania itakuwa salama kwa jina la Yesu. Mungu ataiponya Tanzania. Sisemi inafanya mambo vizuri, hapana. Hata kama ifanye baadhi ya mambo vizuri, tunamuomba Mungu atupe fursa na wape hekima viongozi wetu, ila kila kitu kikae mahali pake na amani iweze kustahimili katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi, moja ya shabaha tulizonazo kwa ajili ya taifa letu ni kuhakikisha kwamba amani, utulivu na ustawi katika nchi hii unatokea. Tunafanyaje? Kwanza kwa kumcha Mungu. Kwa tunapomcha Mungu, matokeo ya kumcha Mungu itakuwa ni amani. Lakini si shauri hata kidogo kuchochea hasira, chuki katika jambo lote, kwa sababu kila kitu mwisho wa siku tukikaa kwa pamoja tunaweza kupatana. Jambo ambalo halijakaa sawa sawa, tunaombea hekima pia uongozi ukae na sehemu zenye mgogoro waweze kupatana, kwa sababu neno la Mungu linasema heri wapatanishi. Na sisi kama watumishi wa Mungu tuna huduma ya upatanisho, sio huduma ya uchonganishi. Ni wajibu wetu sisi watumishi wa Mungu kuombea amani, kuombea suluhu, kuombea neema kwa Mungu ishuke hapa Tanzania ili kusiwe na vurugu. Hili ni kongamano la CTMI. CTMI ni shirika la kimataifa ambalo linahusika na kuwaleta pamoja watumishi wa Mungu, huduma mbalimbali za makanisa mbalimbali. Kwa hiyo inawaimarisha na kuwajenga watumishi wa Mungu kwanza kabisa Afrika na duniani kote. Kwa hiyo tunaandaa kongamano kubwa ambalo litafanyika wiki ijayo kuanzia tarehe 4, 5 na 6. Sasa leo tuko hapa, hii ni kamati tendaji ambayo inaangalia mwenendo mzima wa maandalizi. Tumepokea karibia nchi 11 za Afrika na nje ya Afrika wanakuja kwenye mkutano huu, lakini ndani ya Afrika Mashariki watu wa Uganda wanakuja, watu wa Kongo, Rwanda, Burundi,
na mikoa yote ya Tanzania tumeweza kuwasajili. Huu mkutano hasa ulilenga kuwafikia wachungaji, viongozi wa makanisa katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na tulilenga hasa viongozi katika makundi haya yafuatayo. Kuna wachungaji katika zile huduma zote 5 zinazojenga mwili wa Kristo. Tulitamani hao katika mkoa wa Dar es Salaam tuweze kuwafikia, na lakini kuna upendeleo pia ukatolewa pia wake za au wenzi wa hao watumishi, na wao pia wakawa wamekaribishwa katika kongamano hili.